Mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Athmini Omar Mapalilo, mama mwenye sifa ya upole, aliyekula kiapo cha kuwatumikia wanamtwara, leo amekuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya siku ya mwanamke duniani kwa upande wa halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara, ambapo ambara nafasi ya kuzungumza machache mbele ya umma waliokusanyika kwa ajili ya kumsikiliza. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika Nanyamba na kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field. Tafadhali tukuombe uendelee kubaki nasi. Nakushukuru mkurugenzi, ninaona takwimu ambayo umenipatia inaonyesha kiasi kikubwa cha mikopo ambayo umeitoa kati ya shilingi milioni 521,769,700. Nimeona milioni 150 zimeweza kufanyiwa marejesho. Hongera sana na hili kwa sababu ni wameanza kupata mkopo huu, bado muda wa marejesho haujakaribia hata kufika katikati. Ninaamini mpaka kufikia mwisho wataweza kumaliza mkopo huu. Natoa rai mfanye marejesho kwa bidii ili muwe na ustawi zaidi ninyi wenyewe, lakini pia wengine ambao wanatamani kunufaika na fedha hizi. Mkurugenzi, ni kuwapongeza wanawake pia ambao wameshiriki katika juma zima la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kabla ya siku ya leo, nimeona kuna mtiririko wa kazi nyingi wameweza kuzifanya, na kazi hizi wamezifanya sio tu kwa sababu wamewiwa kufanya ama sio tu kwa sababu wamelazimishwa. Hapana, wao wenyewe kutoka mioyoni mwao wanaona thamani ya kufanya wajibu wao na kutekeleza, na ndio maana wameshirikiana na mashirika mbalimbali kufanya jitihada hizi za kuwezesha jambo limeweza kufanyika katika hatua zote kuanzia tarehe 1 mpaka tunafika tarehe ya leo tarehe 6. Wiki hii ni ya wamama, lakini pia mkurugenzi wa halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara ni Mama Bi Zainabu Mgomi, ambaye ana nafasi ya kuzungumza pia mbele ya watu waliokusanyika kwenye hafla hiyo kubwa, muhimu na maridhawa. Tunajivunia kuona Tanzania ikiendelea kupiga hatua kubwa katika kuwawezesha wanawake. Mafanikio haya yanaonekana wazi chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuhimiza usawa wa kijinsia, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na ushiriki wao katika nafasi za uongozi. Hivyo basi, nitoe wito kwa jamii nzima kuendelea kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, kuwapatia wasichana elimu bora na kuwajengea wanawake mazingira mazuri ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za kimaendeleo. Lakini mwanamke ni mama, mwanamke ni mlezi. Tuwawezeshe, tuwafanye watimize ndoto zao. Kwa mfano, hawa watoto wetu, mabinti zetu, tuwafanye wakasoma, tusiwapeleke kuwaozesha ndoa za utotoni. Jina langu naitwa Chipegwa Chisonjera, ni afisa maendeleo ya jamii. Shughuli zilizotekelezwa katika wiki ya maadhimisho: kufanya vikao mbalimbali vya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Namba 2, kutoa elimu na kuendesha kliniki ya msaada wa kisheria kwenye mambo ya mirathi, umiliki wa ardhi, ndoa na masuala ya ukatili wa kijinsia kwa wananchi. Jumla ya wananchi waliofikiwa ni 15,386. Jumla ya migogoro 349 iliyopatikana. Migogoro iliyotatuliwa ni 210. Migogoro inayoendelea kutatuliwa ni 120 na migogoro iliyopo mahakamani ipo 19. Na mtazamaji wa Faida Online TV, katika hafla hiyo tumeshuhudia mambo mbalimbali yakifanyika, ikiwa ni pamoja na maigizo, watu wameonyesha burudani mbalimbali, lakini pia kubwa tumeshuhudia pia baadhi ya watu wakikabidhiwa vifaa kutoka kwa halmashauri hiyo ambavyo wadau wamechangia. Lakini mwisho tumeona mkurugenzi wa halmashauri ya mji Nanyamba amekabidhi vitenge pamoja na handbag kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Athmini Omar Mapalilo. Hayo sio mapenzi tu, bali ni zaidi ya mahaba ambayo Wananyamba wanayo kwa wageni wao pale wanavyowatembelea
huu ni ukarimu bwana. Na mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.